Usisahau kusubscribe, kubonyeza alama kengele. Hadithi inaanza katika nchi iliyogeuka kuwa mahali pa kutisha. Serikali imekuwa kali sana. Sheria mpya zinawakamata na kuangamiza watu wengi. Wanawake wajawazito na watoto wanachukuliwa kama mzigo kwa serikali, na wengi wao wanatoweka bila kujulikana walikopelekwa. Katika hali hiyo ya hofu, naonana na mwanamke jasiri aitwaye Mia. Mia ni mjamzito na anajua kwamba kama askari wa serikali watamkamata, yeye na mtoto wake hawataishi. Kwa hiyo yeye na mume wake Niko wanaamua kukimbia nchi kwa siri. Wanapata mpango wa kujificha ndani ya kontena kubwa la mizigo kwenye bandari. Mpango huo ni wa kusafirishwa kwa meli hadi nchi nyingine ambako wanaweza kuanza maisha mapya. Usiku mmoja wanawahi bandarini wakiwa na hofu lakini pia matumaini. Wanaingia kwenye kontena tofauti ili wasishukiwe, lakini ghafla mambo yanaharibika. Askari wanaanza kufanya msako mkali bandarini. Niko analazimika kujificha kwenye kontena nyingine. Wakati Mia anafungwa ndani ya kontena, mlango unafungwa kwa nguvu. Askari wanaanza kufanya msako mkali bandarini. Na kabla hawajapata nafasi ya kuonana tena, kontena zote zinaanza kupakiwa kwenye meli kubwa inayosafiri baharini. Mia sasa yuko peke yake kabisa ndani ya sanduku la chuma katikati ya bahari. Mwanzoni ana matumaini kwamba Niko iko karibu na kwamba watakutana baada ya safari, lakini safari hii ni ya ghafla na inageuka kuwa jinamizi. Usiku mmoja, dhoruba kubwa ya bahari inatokea. Mawimbi makubwa yanaanza kupiga meli kwa nguvu sana. Meli inatetereka, mizigo inaanguka na baadhi ya kontena zinaangushwa moja kwa moja baharini. Moja ya kontena hizo ni ya Mia. Ndani ya sekunde chache anajikuta akielekea katikati ya bahari akiwa amefungwa ndani ya sanduku la chuma, kontena hilo. Ndani ya sekunde chache anajikuta akielea katikati ya bahari kubwa akiwa amefungwa ndani ya sanduku la chuma. Hakuna mtu karibu, hakuna msaada, ni maji pande zote. Mia anaanza kupiga kelele na kupiga mlango wa kontena, lakini hakuna anayemsikia. Ndani kuna giza, chakula kidogo sana na maji yanavuja pole pole. Kadri siku zinavyopita, hali inakuwa mbaya zaidi. Kontena inaanza kujaa maji pole pole kila mawimbi makubwa yanapopiga. Mia anajaribu kuziba mashimo na kutumia vitu vilivyomo ndani ya sanduku kuzuia maji, lakini tatizo kubwa zaidi linakuja. Mia ana uchungu wa kujifungua peke yake kabisa katikati ya bahari, ndani ya kontena inayozama pole pole. Anaingia kwenye uchungu mkali wa kujifungua mtoto. Hakuna daktari, hakuna msaada, ni yeye tu na mtoto wake. Baada ya maumivu makali na mapambano makubwa ya kuishi, Mia hatimaye anafanikiwa kujifungua mtoto wa kike, lakini sasa changamoto inaongezeka mara mbili. Sasa anatakiwa kuishi si kwa ajili yake tu, bali kwa ajili ya mtoto wake. Siku zinaanza kupita baharini. Mia anaanza kutumia akili yake kuishi. Anakusanya maji ya mvua, anatafuta chakula kidogo kilichobaki kwenye kontena, na anajaribu kuweka mtoto wake salama, lakini bahari bado ni adui mkubwa. Kuna wakati kontena karibu inajaa kabisa maji na Mia analazimika kupanda juu ili kuokoa mtoto wake. Kwa muda mrefu sana anaendelea kupambana na njaa, uchovu na hofu ya kufa, lakini upendo wake wa mtoto wake unampa nguvu ya kuendelea kupigania maisha. Katika moja ya siku ngumu, kontena karibu inazama kabisa. Mia anajua kama hatapata msaada haraka watafariki wote. Kwa nguvu zake zote anajaribu kuvuta vitu ndani ya kontena ili kuifanya ielee zaidi juu ya maji. Hatimaye, baada ya siku nyingi za mateso baharini, kitu kinatokea. Toka mbali, Mia anaona meli ikipita karibu kwa kimshikilia mtoto wake. Hii ndiyo nafasi ya mwisho ya kuokolewa, na hapo ndipo hadithi ya mapambano makubwa ya Mia kufikia mwisho wake wa kusisimua. Mwanamke mmoja, mtoto mmoja na bahari kubwa iliyojaribu kuwameza, lakini kwa sababu ya ujasiri, matumaini na mapenzi ya mama kwa mtoto wake, aliendelea kupigania maisha hadi mwisho. Na hapo ndipo Nowhere inaacha ujumbe wake mkubwa. Wakati mwingine nguvu kubwa ya binadamu haiko kwenye misuli, iko kwenye sababu ya kuendelea kuishi. Usisahau kusubscribe, kubonyeza alama kengele.